Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu. Ninawasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nina furaha moyoni mwangu na ninamshukuru Mungu wa mbingu na nchi aliyetupa nafasi tena siku hii ya leo, na ninasukumwa kusema nawe mambo machache kutoka kwenye neno la Mungu. Lakini angalau nikupe maneno machache kama utangulizi ya kichwa cha hii somo ninalokwenda kulisoma. Machozi ya mwenye haki yana kumbukumbu mbele za uso wa Mungu na huwa yanadai kisasi. Machozi ya mwenye haki yana kumbukumbu mbele za uso wa Mungu na huwa yanadai kisasi. Zaburi ya 56 mstari wa 8 imeandikwa hivi. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Biblia yangu inasema hivi: umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Nitarudia. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Ninataka niseme na watu kadhaa ambao kwa namna moja au nyingine wamesababisha ama wanasababisha vilio, huzuni na simanzi kwenye maisha ya mtu au watu. Biblia inasema kutangatanga kwa huyu mtu kumehesabiwa, na machozi yake yametiwa katika chupa maalum, yametiwa kwenye chupa maalum. Na anauliza, je, hayamo katika kitabu chako? Maana yake ni nini? Hakuna chozi la mwenye haki mahali popote duniani litakapodondoka, litakapoonekana, lisipokuwa na kumbukumbu kutoka kwa Mungu. Na chozi la mwenye haki, siku na nyakati za kulipiwa kisasi kwa mwenye haki zinakuja. Haijalishi kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Machozi ya mwenye haki yataanza ngazi ya familia na yatapanda kwenye ngazi mbalimbali. Uwe ni bosi mahali, uwe ni mtu ambaye hausikii laheri kwa sababu uko tayari kwa la shari. Nataka tu nikukumbushe kwamba tenda mema, kwa sababu machozi ya wenye haki mbele za uso wa Mungu yana kumbukumbu na yamewekewa kituo maalum. Kuna siku, kuna wakati yatakuja kutolewa hesabu. Zaburi ya 6 mstari wa 6, neno la Mungu linasema hivi. Zaburi ya 6 mstari wa 6. Nimechoka kwa kuugua kwangu, nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila usiku nakieleza kitanda changu, naliloesha godoro langu kwa machozi yangu. Maana yake ni nini? Huyu mtu ambaye anapita mahali pagumu, anapita mahali ambako pamekuwa na maumivu, sio kwamba hakuna watu wa kuweza kumsaidia, lakini anaonekana yuko mtu mwenye nguvu, na huyu mtu mwenye nguvu ndiye anayesababisha hichi kilio, anayesababisha hii huzuni. Anasema anakieleza kitanda. Kumbuka, ardhi huwa ina tabia ya kutunza kumbukumbu. Kwenye Yeremia 22:29-30 imeandikwa ya kwamba
ardhi inatunza kumbukumbu. Na kama haitoshi, Mungu husikiliza kilio cha mnyonge na hasa mwenye haki. Tenda mema kwa nafasi yako. Tenda mema kwa nafasi yako, kwa sababu siku zinakuja ambazo utatamani kutenda hayo mema. Utatamani watu wakuelewe na hawatakuelewa, watu wakusikie na watu hawatakusikia, kwa sababu ya yale mabaya uliyoyatenda. Nataka nikusomee neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 34. Biblia inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Unafanya haki katika nafasi ulionayo? Unawatendea haki watu nyumbani mwako? Unawatendea haki kanisani kwako? Unawatendea haki katika eneo unalowaongoza? Kumbuka, aibu, dhambi hii haitakuja kwa ajili ya taifa peke yake. Utapata adhabu wewe na uzao wako, wewe na kizazi chako. Tenda haki katika kila eneo ambalo umepewa kusimama. Na hii ni kwa sababu haki ya mtu haijawahi kupotea. Haki ya mtu haijawahi kupotea. Ugandamizaji wa namna yoyote wa kuzuia haki ya mtu au haki za watu ni wa muda mfupi tu katika kila eneo. Nikukumbushe, machozi ya mwenye haki yanadai kisasi na huwa yanawekewa kumbukumbu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tenda kwa haki kwa kila ambaye umepewa nafasi katika eneo ambalo Mungu amekupa nafasi ya kuongoza, na wanadamu wakathibitisha. Wewe ni mchungaji, wewe ni mwalimu, wewe ni nabii, wewe ni mtume, kiongozi wa ngazi yoyote. Tenda haki, na haki inajipigania. Ina kawaida ya kudai matokeo yasiyopendwa na wagandamizaji wa haki. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.